Kwa nini kanisa, watu waliomo ndani ya nyumba ya Mungu hawakui? Badala ya kuongezeka wanazidi kufanyaje? Kupungua. Sasa najiuliza, au shida iko kwa wahubiri? Shida iko wapi? Mbona mwanamke akizaa mtoto wa kiume anakuwa amezaa mume wa nini? Wa mtu. Si sawa? Na mwanamke akizaa mtoto wa kike anakuwa amezaa mke wa nini? Wa mtu. Kanisa likizaa, kwa nini halizai mchungaji? Kwa nini halizai nabii? Kwa nini halizai mtume? Je, ni kweli watu hawafundishwi? Lakini ukitazama kanisa la leo linazidi kudumama ya kufanyeje? Kusonga mbele, tena linazidi kutoroshwa. Na halipiti mlangoni, linapita kwenye ukuta. Unajiuliza, tatizo liko wapi? Nicho kigundua cha kwanza. Niligundua watu hawatubu dhambi. Yaani hicho kitu cha kwanza nilichokigundua. Watu walipohubiriwa ya kwamba njoni kwa Yesu, Yesu atabadilisha maisha yao, watu walikuja na ile mizigo yao, na ile mizigo yao mpaka sasa bado wanayo. Bwana tusaidie sana. Yaani andiko linasema, njoni ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo ya dhambi. Tangu alipotoka duniani akaingia kanisani, ile mizigo bado anayo. Na mtu wa namna hiyo akishakuwa na hiyo mizigo, usahau kuwa ndani ya nyumba ya nani? Ya Mungu. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kama mtu hawezi kutubu dhambi. Unajua juzi kuna mtu mmoja, kuna nyumba fulani iko jana. Nilienda nikamfundisha mtu mmoja jambo la kiroho. Akaniambia hivi, mimi sijaokoka, lakini ni mwimbaji mzuri, tena ni mtunzi mzuri wa nyimbo, na kiimba wewe mwenyewe unasema hakika ndani kuna neema ya nani? Ya Mungu. Shida ni nini? Maana yake alipotolewa duniani akaja kanisani, kilichobadilika ni mazingira, ila ndani hakufanyeje? Hakubadilika. Na ndiyo maana hao ukifuatilia ndani ya makanisa, ndio maana ugonjwa ufanyeje? Hauishi. Kama watu kweli wangebadilika, wakafanya toba ya kweli, kuna sababu gani ya kugombana? Lakini kwa sababu watu hawakui kiroho, wanazidi kudidimia kwa sababu hawakutubu dhambi. Utakuta ndani ya kanisa kuna matapeli. Sasa hicho kitu itakiwa isemwe ndani ya nyumba ya Mungu. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Soma Matendo ya Mitume 32:37-38. Tusidanganywe. Wakati tuko tumishi wa Mungu anaomba, nimeambia ukweli. Kama katika sekta wanaitendea haki, wewe mwenyewe unajua. Isome. Petro akawaambia, wenye 37, walipoyasikia haya wakachoma mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Wakachoma nini? Kilichochoma pale ni yale maisha waliokuwa nayo yaliyo kinyume na mpango wa nani? Wa Mungu. Ndicho kilichochomwa. Maana yake lile neno la Mungu ni kioo kinachochunguza mwenendo wa maisha ya muumini. Waliposikia kwa mara ya kwanza walichomwa, kwa sababu neno la Mungu ni moto, ni upanga ukatao kuwili. Ana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Waliposikia katika masikio yao, walichomwa mioyo yao. Wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Bwana Yesu asifiwe. Hebu cheki. Hawa ni watu ambao neema Mungu ilikuwa haijafika kwao. Yaani wanapokea ile neno la Mungu, linayagusa maisha yao. Yaani wale watumishi wa Mungu ambao walikuwa tuambia neno la Mungu, pale lugha ndani ya wale waambiwa ikabadilika. Ndipo wakasema ndugu zetu tufanyeje? Maana yake ndugu, maana yake wamezaliwa wapi? Pamoja kupitia lile neno la nani? Na Mungu. Bwana tusaidie sana. Ndugu zetu tutendeje? Sikiza maelekezo. Bwana tusaidie sana. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, upate ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukitaka kujua kanisa halikui mtu akinena kwa lugha Mungu akamtumia, watu wanaacha kuomba, wanageuka kufanyeje? Yaani kama ni mchungaji una hilo kanisa, yaani hilo kanisa naongoza watu ambao hawasogei nini mbele. Kwa sababu hivyo ni vipya kwenye masikio yao. Lakini ni wa Pentecoste, wamebatizwa katika maji mengi. Lakini ukicheki, badala ya kukua wanazidi kufanyeje? Maelekezo Petro anaowaambia ule mkutano, watu watubu nini? Dhambi. Na kuna watu humo ndani ya nyumba ya Mungu bado dhambi wameiatamia. Halafu huyo mtu anakuambia tunakwenda wapi? Labda kama baba ukalicheka kuruta hivi. Lakini huyu Mungu tunayemhubiri wa kweli, kama dhambi bado inayatawala maisha yako, na unakula meza ya Bwana na wala huoni kinyaa, na unashiriki huduma za Mungu mbalimbali na wala huoni kinyaa, ndugu, zaidi hapo najifurahisha. Miongoni mwa vitu ambavyo nilikuwa na tafakari, hiki kitu nilikigundua. Kwa hiyo kama watu hawawezi kutubu dhambi, maana kutubu dhambi ndugu zangu sio kutamka. Tunaelewana kanisa la Mungu? Wanaotamka ni wengi. Yaani ni sana mtu akwambia mimi nakupenda. Upendo haupimi kwenye maneno. Upendo na tabia ya kuhama kutoka kwenye maneno kwenda kwenye nini? Kwenye vitendo. Na kanisa linalokuwa, lililotengeneza na Mungu, lazima lionyeshe nini? Matokeo. Bwana tusaidie sana. Kwa lazima tujue msingi, tutubu, tutengeneze na Mungu ili tuongezeke. Na kuhakikishia kama Mungu ashiki hapa barabanda ikilia kwa makanisa yaliyomo duniani, kunawezekana watu wengi watabaki. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Wenzako walipolisikia neno liliwachoma. Wakauliza tutendeje ndugu zetu? Kwa lugha nyepesi ya sasa ni kama vile mtu anauliza nifanyeje? Naomba unipe nini utaratibu? Yupo mtu nawe kumfundisha, nikamwambia tangu uokoke, tangu ingie kanisani haujawahi kuokoka. Akasema mbona mimi ni muimbaji? Kaambia tuombe. Tukaomba Mungu, akasema hivi, tangu nilipoingia na sasa nilikuwa sijawahi kusikia sauti ya nani? Ya Mungu, lakini sasa mimi nafanyeje? Naisikia. Nikamwambia unaonaje? Akasema kweli kuna tofauti ya kusali na kuokoka. Yaani mimi pale hata parapanda ingelia nilikuwa na baki, kumbe ukiokoka unakuwa hivi. Nikamwambia unaona hivi, kadri utakavyozidi kusogelea uso wa Mungu na ndivyo utakavyozidi kukua kiroho na kimwili.
Tusidanganyane. Kanisa likikuwa kiroho na matokeo yanapatikana nini? Kimwili. Wakati mwingine maisha unayoyaishi ni matokeo yaliyomo wapi? Rohoni. Sasa kama umetubu, si utakuwa mwaminifu kwa Mungu. Na wanaoishi katika uaminifu, Mungu amesemaje? Duniani atawalipa ngapi? Bwana tusaidie sana. Duniani atawalipa ngapi? Na kurithi ufalme wa nani? Sasa. Na ndio maana unaanza kuona jiuliza, shida ni nini? Kumbe ukishaokoka, kila kilichomo ndani ndicho kitakacho tafasiri kilichoko nje. Kwa wakati mwingine kuna maisha unayaishi kwa sababu ni matokeo jinsi ulivyojiweka wewe na nani? Na Mungu. Tunaposema kwamba kanisa limekuwa ni pamoja, sio kunena kwa lugha tu, lazima liongezeke rohoni na wapi? Na mwilini. Lazima liongezeke rohoni na mwilini, panaongezeka. Na ukiangalia kanisa ambalo limedumaa, piga kolamu, hata maisha watu wanalingana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini sababu nyingine ambayo niliibaini kwa nini kanisa haliongezeki, halikui kiroho, nilichogundua watu waliomo ndani ya makanisa hawajui kusamehe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hawajui kufanyeje? Kusamehe. Yaani kusamehe hawajui. Leo mtu anaweza akawa na nguvu ya kutoa huduma ya neno la Mungu kwa njia ya uimbaji, kwa njia ya utoaji, wakikutana na mwenzake hawasalimiani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama una kanisa, wewe ni mchungaji, una kanisa, watu wako hawajui kusamehe, nafikiri kanisa itakupa taabu sana. Manake Mungu akichungulia kutoka mbinguni anaona kisasi. Tunaelewana watu wakatubuka? Anaona nini? Kisasi. Sasa pale ambapo Mungu akichungulia kiona kisasi ndani ya vifua vya watu, tayari lile bubujiko la rohoni huwa linafanyeje? Linajikata. Likisha jikata kinainuka kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Unafika kwenye revo ya kuzoelea nini? Wokovu. Unaona ni kitu cha nini? Cha kawaida. Kwa sababu ndani yako hauna moyo wa kufanyeje? Wa kusamehe. Na kusamehe sio kutamka mdomoni. Kusamehe ni kubadilika. Yaani huyu mtu tulikuwa hatuna maelewano naye, tulikuwa hatuna mazungumzo naye, tangu tulipotamkiana kwamba Bwana, mimi naomba unisamehe. Lakini japokuwa wewe unaweza ukaomba msamaha, lakini mwingine asifanyeje? Asikusamehe. Sasa iko hivi, kanuni ya rohoni iko hivi. Ukiomba msamaha kutoka ndani ya nini? Ya vilindi vya nini? Vya moyo. Mtu asikusamehe, hatia imebaki juu yake. Wewe fanyeje? Songa mbele. Na wewe utayaona mabadiliko ndani ya moyo wako, kwamba kwa sasa hivi tangu nilivyotengeneza na fulani, hata sehemu yangu ya rohoni imerejea ndani, na ninajisikia kufanyeje? Kunenepa, na ninajisikia kukua kiroho, na ninaongezeka hata kimwili. Maana ukisamehe huwezi ukambeba mtu moyoni. Yaani una shida na nani? Na mtu ndani. Yaani mtu aliyesamehe sawa sawa rohoni, yaani vitu alivyonacho ndani yake ni vitu kama vitatu au vitano. Cha kwanza ni kumhifadhi Roho Mtakatifu wapi? Ndani ya moyo wake. Cha pili ni kuiangalia familia yake. Cha tatu ni habari ya kazi. Cha nne ni mambo ya ibada tu, ni kusifu na kufanyeje?
na kuabudu. Unafikiri hapo mtu ana nafasi ndani yako? Yaani unawaza hata mwanafunzi shughulike na moyo wa mtu. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo watu wanaweza akawa wanasali, wanakuwa na wingi ndani ya nyumba ya Mungu, lakini hawajui kuomba nini? Msamaha. Bwana tusaidie sana. Sasa mtu wa namna kukua ni kazi. Na watu kutoa kusamehe kumefanya watu waendelee kudumaa rohoni na mwilini. Bwana tusaidie sana. Nisomee Marko 11:24-25. 11:24 itasoma katika jina la Yesu. Kwa sababu hiyo nawaambia, yeyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Simama tu hapo hapo, afu mimi nitashuka huko chini nitamalizia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama maandiko yanatueleza yale tunayoyaomba tunafanyeje? Sharti tufanyeje? Kinachozuia ni nini? Si sawa kanisa la Mungu? Kwa nini kiwepo kikwazo? Humu katikati kuna shida gani? Je, tuulize, maandiko yamesema uongo? Kwa nini hatupati? Kwa nini hatupati? Hali sisi ni watu wa nani? Wa Mungu. Humu katikati kuna shida gani? Nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuna shida. Angalia mle kuna mistari karibia 3 inalibana nini? Kanisa. Na ndiyo maana nimetangulia kusema ni hatari sana kuona kanisa haina uwezo wa kuachilia nini? Msamaha. Ili kanisa lisahau kukua, haliwezi likakua. Sasa kwa mfano pale juu pametuambia kwamba aminini yote mfanyeje muyaombayo. Mnafanyeje? Sasa kwa nini hatupokei? Shida ni nini? Sikiliza kueleza kitu kimoja. Mungu ni mtakatifu. Na kwa sababu Mungu ni mtakatifu, anasogelewa na nini? Na utakatifu. Ukishamsogelea ukiwa ni mtakatifu, hauwezi kukubali kuchafua utakatifu wako. Kisa fulani tumepishana, siwezi kuachilia mpaka aje kuniomba nini? Hakuna mtu wa Mungu mwenye ufahamu mzuri anaweza akashughulika na hicho kitu. Mtu wa Mungu anakuwa na ile tabia hivi: usinipunguzie nini? Mwendo nisipofanyeje? Nisipokuambia. Yeye anawaza yaliyoko wapi? Juu. Hivyo ukisamehe unaweza kumsema ndugu yako mabaya. Ukishamsamehe, utaruhusu uongo uingie kwako. Lakini pia watu wanaosamehe wanapevuka upeo wa kiroho, na hata maono yanaongezeka rohoni na mwilini. Wakati mwingine unashindwa kusamehe kwa sababu unaposamehe unafungua mibaraka yako. Bwana tusaidie sana. Yaani unaposamehe unaongezeka, si rohoni tu, na wapi? Na mwilini. Kwa sababu maandiko yanasema
samehe na ufanyeje? Si ndivyo tumesoma? Samehe na ufanyeje? Kwa lugha nyingine, ile hatia iliyosimama katika ulimwengu wa roho inafutwa kwa damu ya nani? Ya Kristo. Kwa sababu mtoto wake amekiri kosa, naye ameona kwamba nalikosea, sasa nahitaji kuona ukuu wa nani? Wa Mungu. Hata akili inaongezeka. Maandiko anasema hivi, wana wa Mungu ndio wenye nini? Wenye akili. Kumbe unaweza ukaishi hata kanisani na huna nini? Huna akili. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Mungu atupe neema sana. Lakini sababu nyingine ambayo nimeifuatilia, nimegundua ya kuwa watu hawajavuliwa utu wa nini? Wa kale. Yaani ile chachu waliokuwa nayo kabla hawajaokoka bado iko ndani yao. Anaweza asifiwe sana. Kama alikuwa ni mchonganishi, tabia zinabaki zile zile. Juzi kuna sehemu nimeenda kutembea, akamwendea yule mama mmoja akamwambia, "Huyu kijana unamkaribisha kwa huyu alishakuwa Freemason. Kwa hiyo uwe makini naye sana na wewe atakutoa. Maana haiwezekani kwa jinsi alivyokuwa na sasa jinsi alivyo. Amejifunika kwenye mwamvuli wa nini? Wa dini, ana mambo yake." Nikamuuliza yule mama, "Unasema Yesu, nisiwe nakuja kwako?" Akasema, "Bwana, kinachosumbua hapo nafikiri ni nini? Ni kichwani, hapako nini? Hapako vizuri." Maana kuna neno aliliongea siweze kaliongea. Akasema, "Ni kinachosumbua kichwani, hapako nini? Hapako sawa." Kwa sababu wewe umehama hapa, tunakuona na bidii zako tunafanyeje? Tunaziona. Sasa mbona hatujasikia jambo lolote? Kwa hiyo nikagundua, kaambia hawa shida iliyopo wanasali lakini hawakubahatika kuvuliwa utu wa nini? Wa kale. Kwa lugha nyingine, ile tohara ya rohoni hawajabahatika kufanyeje? Kuipata. Yaani hawa wanahudhuria ndani ya nyumba ya nani? Ya Mungu, ili hata siku wakifa wasitiriwe nini? Vizuri. Maana mtu wa rohoni hawezi kumtungia mwenzake mabaya. Mtu ambaye ameitwa na Mungu kweli, amevuliwa utu wa kale, alimuuliza mtumishi wa Mungu, "Nitendeje?" Hana muda wa kushughulika na mambo yake na mambo ya mwingine. Bwana tusaidie sana. Amen. Wakolosai 3:1 hadi 9. Bwana atupe neema ya kushinda. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko. Ndio. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Ndio. Yafikirieni yaliyo juu. Ndio. Sio yaliyo katika nchi. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Asante, simama hapo. Bwana Yesu asifiwe. 5 nasema hivi, basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi, yaani uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Katika hayo ninyi nanyi mlitembea. Mimi na utafuta mstari wa 7. Ninyi nanyi mlifanyeje? Mlitembea katika hayo mambo. Mlikuwa nayo. Hizo tabia mlikuwa mnaziishi ndani katika maisha yenu. Wakati hamjaijua siri ya nani? Ya ufalme wa nani? Wa Mungu. Mlikuwa na mstari ndio niko na utafuta. Na ndio unaotusaidia kutuelekeza. Bwana tusaidie sana. Lakini kama tutauelewa huu mstari vizuri, nina uhakika kanisa la Mungu litafanyeje? Litaongezeka. Katika hayo nanyi mlitembea
zamani mlipoishi katika hayo. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hapa anatoa historia ya mambo yaliyofanyeje, yaliyokwisha kufanyeje, kupita. Akawa analikumbusha nini? Kanisa la Mungu, kwa sababu limemjua, limemuelewa Mungu. Lakini na ninyi katika hayo zamani mlifanyeje? Mlitembea, mlikuwa nayo, mliyaishi. Na ndiyo maana ni hatari sana kukuta kanisani eti kuna mlevi. Ni hatari sana kukuta kanisani eti kuna mzinzi. Ni hatari sana kukuta kanisani eti kuna mwizi. Bwana tusaidie sana. Wewe wizi unatoka wapi na kati hivyo vitu vishabaki huko wapi? Huko nyuma. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote. Bwana Yesu asifiwe. Twende taratibu. Jambo la kwanza nini? Nini? Jambo la pili ni nini? Hii ndiyo ukimaliza hii hasira, kitakachofuata kaina ghadhabu. Ndio nasikia kwamba fulana amemuua mtu na sasa hivi anatumikia nini? Bangwe. Bwana Yesu asifiwe. Unanijua mimi? Unanijua mimi? Ewa, sasa wewe ni nani? Tulia. Watu wa Mungu hawana sifa hizo. Tulia, twende wapi? Mbinguni. Na muda sio mrefu parapanda itafanyeje? Italia. Na Yesu, yani hapa tu kuna mambo ambayo yanasubiriwa tu yakamilishwe kidogo kidogo. Biashara ile imefanyeje? Kwani hujasoma Luka habari za Kabaira? Ambaye kitolea mfano kwamba yeye ni mwekezaji. Sijali wekeza hivi na hivi na hivi na hivi. Zishazisoma zile. Zile hazimuelezi yule mwekezaji. Yesu ndiye nani? Mwekezaji. Aliyetoka mbinguni akaingia gharama ya kumwaga damu na maji. Ndo kiumbe cha ajabu sana kinachomwaga damu na nini? Lakini ulishaona mtu akiumia maji yanajitenga na damu inajitenga? Lakini ni Yesu peke yake, hamna mwingine. Yesu peke yake akaimwaga kwenye uso wa dunia, akawekeza kwa gharama injili yake ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo muda sio mrefu atakuja kuvuna ule nini? Uwekezaji wake. Sasa kukute ndani umehifadhi hasira. Licha hakuna ingia katika nyumba ya nani? Ya Mungu umebaki. Bwana tusaidie sana. Nasema na uovu na matukano na matusi. Wapi? Na uovu wa kila namna na matukano na nini? Unajua kwa nini wakati mwingine tunashikwa kutembea sehemu? Maana kuna wakati unakuta mama anachia maneno mbele ya safari anasema, "Nilikuwa nasalimia jamani." Biashara imefanyeje? Ni hatari sana. Yale matusi ya nguoni kabisa. Unaona mtu anasukuma tu neno, anatupia neno. Afu tumapia nalupa huduma. Afu mtu anakuambia ati fulani ameokoka wapi? Mimi wanauliza wapi? Nyumbani, kanisani? Nasema kanisani. Hamna. Ameokoka nyumbani. Maana watu wa kanisani hawako hivi. Matusi yakisha kaa kinywani. Yaani neno tusi kwa lugha nyingine tafasiri yake ni neno lisilomfurahisha nini? Msikilizaji. Ndiyo nini? Tusi. Yaani chochote utakachokiongea kisiweze kumfurahisha msikilizaji na kisimrudishie Mungu utukufu, hilo ni nini? Ni tusi. Ijapokuwa umelisema kwa hekima. Maana kuna hekima ya rohoni na kuna hekima ya wapi? Ya mwilini. Najua mimi kana muonya. Mmoja kwa kumtukana. Kuna kuonya kwa hiyo. Ukionya lazima mtu fanyeje?
mkusanye mrudishe mahali pake. Ndio maana kufanyeje? Ya kuonya na kumweleza kwamba ulichokifanya hakifai mbele za nani? Za Mungu. Kama ni taratibu za kisheria, za sheria ya Biblia zinafuatwa, kapembeni kidogo, tuangalie kama utafanyeje, utabadilisha mwenendo, utabadilika 1 2 3, tayari akishatimiza ile haki yote na taratibu zote, anarefanyeje? Anarejezwa. Ndio maana kufanyeje?